Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa nusu fainali kombe la CRDB Federation Cup ambao tumetoka kuangalia siku ya leo kutokea katika uwanja wa Mkwakwani Tanga uliopo Tanga. Basi kwa upande mwingine ni mchezo ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania kutokea jijini Dar es Salaam, ambapo mchezo huu ulikuwa ni wa kukata na shoka kweli kweli, kwa sababu timu hizi zote zimeweza kuonyesha moja ya mchezo bora sana na kuweza kuonyesha ni kwa namna gani timu hizi zimeweza kufanikiwa kutinga hatua ya fainali, nusu fainali, michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika. Fahamu mchezo ulikuwa ni wa kuvutia sana katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, kwa sababu tunashuhudia klabu ya soka ya Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kwenda hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Fahamu katika kipindi cha kwanza dakika 41 klabu ya soka Yanga Sports Club waliweza kujiandikia bao lao la kuongoza kupitia kwa mchezaji Prince Dube mwanamfalme mara baada ya kupiga kombora safi, na kombora hilo moja kwa moja likaweza kumwacha hoi mlinda mlango wa kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania. Mpaka half time klabu ya soka Yanga Sports Club walikuwa kifua mbele kwa bao 1-0. Katika kipindi cha pili klabu ya soka ya JKT Tanzania wakarejea kufanya mashambulizi katika lango la klabu ya soka Yanga Sports Club, huku wakishambulia kwa kasi na Yanga wenyewe pia wakaendelea kujibu mapigo. Lakini kabla ya mpira kumalizika dakika ya 90, mchezaji anaofahamika kwa jina la Mudathiri Yahya Abbas akaweza kuiandikia klabu ya soka Yanga Sports Club bao la pili kutokana na pasi safi ambayo imeweza kupigwa na mchezaji Clatous Chama ama Mwamba Lusaka mara baada ya kutengeneza nafasi hiyo. Kwa hiyo tunaona klabu ya soka Yanga Sports Club wameweza kufanikiwa kwenda hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la CRDB Bank Federation Cup ama FA. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club umeweza kufurahishwa na ushindi huu ambao Yanga Sports Club wameweza kupata dhidi ya maafande wa JKT Tanzania, like video yetu alafu tuende kwenye comment section katuambie siku ya leo ni mchezaji gani ambaye ameweza kukukosha katika mchezo huu wa Yanga dhidi ya JKT Tanzania. Fahamu mara baada ya Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kwenda hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la CRDB Bank Federation Cup, kwa sasa wanamsubiria mshindi wa nusu fainali ya pili, yani kati ya timu ya soka ya Simba Sports Club kutokea jijini Dar es Salaam au klabu ya soka ya Singida Black Stars kutokea mkoani Singida. Hebu tuambie eneo la comment kwa upande wako, fainali unaona Yanga Sports Club atakwenda kucheza na nani msimu huu? Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya JKT Tanzania kumalizika na klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kwenda hatua ya fainali michuano mikubwa ya CRDB Bank Federation Cup kwa msimu wa mwaka 2024-2025 kupitia aliwahi kuwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Simba na Yanga Sports Club Haji Sunday Manara, ambaye alikuwa uwanjani akifuatilia kabumbu hilo mubashara. Basi kwa upande mwingine ameweza kupiga kijembe kizito kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Cha kwanza amewaposti wachezaji wa Yanga Sports Club wakishangilia bao lao na kuweza kuqualify, kisha akaandika hivi Ali Abdullahi, akaweka na vimoji vya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kama sio Mwenyezi Mungu basi Yanga Sports Club wasingeweza kwenda fainali. Akaandika hivi waje sasa fainali tuwakande, hapa kimaanisha kwamba Simba Sports Club kwa sababu wapo nusu fainali amewataka sasa Simba waende fainali wakafungwe na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa sababu tayari Yanga wao wametangulia hatua fainali. Kwa hiyo wanamsubiria Simba ambaye wanaamini kwamba alikimbia ile tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa sasa wanahitaji fainali kwa sababu wao mchezo wa ligi kuu ya NBC hawatoucheza tena. Nini maoni, nini mtazamo kwa kijembe hiki ambacho amekipiga Haji Sunday Manara? Unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kushare nasi maoni yako.